Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tunatazama mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini mjadala wetu wakati huu ni mpango wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kusaini mkataba wa uzalishaji wa nyuklia wa zaidi ya 300%. Kutokana na hili, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kitendo cha rais huyo wa Marekani kusaini mkataba wa uzalishaji wa nyuklia nchini Marekani kwa 300% ni kitendo cha ubinafsi. Ikumbukwe rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump ni miongoni mwa marais ambao wanapinga kwa namna moja ama nyingine na kuizuia kabisa taifa kama vile Iran kuzalisha ama kurutubisha uranium. Lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anasaini sheria ya uzalishaji wa uranium na kutengeneza vinu vya nyuklia kwa 300%, kwa maana kuzalisha kwa wingi nyuklia ndani ya taifa hilo. Rais huyo wa Marekani amenukuliwa akisema kwamba nyakati hizi ni nyakati za nyuklia kwa Wamarekani na ni wakati wa mwanga wa nyuklia kwa Marekani, kitendo ambacho mataifa mengine kamwe hayawezi kukubaliana na jambo hilo. Wakati huu Iran kupitia Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya taifa hilo la Iran, lakini pia na viongozi kadhaa akiwemo rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian pamoja na waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, mara kadhaa wametoa kauli kwamba kamwe hawatakuwa tayari kuachana mpango wa uzalishaji wa nyuklia ama kurutubisha uranium. Hata hivyo, Marekani katika kipindi hiki ilikuwa na mpango kwamba mataifa mengi yanayohitaji mafuta ya uranium yaende Marekani yakanunue, isipokuwa yasizalishe, kitu ambacho iliwahi kuzungumzwa na rais wa Uchina Bwana Xi Jinping kwamba hiki ni kitendo cha ubinafsi ambacho anakifanya rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, wakati huu ambapo kuna mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran, kama ambavyo Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, alivyosema kwamba kamwe hakutakuwa na makubaliano na kamwe Iran haitokubali kuachana na mpango wa uzalishaji wa nyuklia, ndicho ambacho kitenda kutokea, kwani wakati huu yeye akisaini mkataba wa kuzalisha uranium kwa 300%, huku akiitaka Iran iachane kabisa na mpango huo, ni jambo ambalo halitoweza kukubalika kama ambavyo viongozi hao wameeleza. Lakini pia hili litazua maswali mengi, kwa nini yeye azalishe na wengine wasizalishe? Hofu yao ni kwamba Iran itazalisha makombora ya nyuklia. Wakati huo huo, Marekani ni miongoni mwa mataifa ambayo yanamiliki silaha za kinyuklia, ukiachana na urutubishaji tu wa uranium ambao wanaufanya. Lakini kadhalika ni kile ambacho wakati huu wengi wanaiona Israel ikiwa miongoni mwa mataifa ambayo yanazalisha nyuklia, na inadaiwa kwamba Israel ni moja kati ya mataifa ambayo yana silaha za kinyuklia. Lakini jambo hili mataifa ya magharibi na hata Marekani hawaoni, wakati ambapo wanaishushia lawama Iran kwamba ina makombora ya nyuklia na uzalishaji wake wanatakiwa waachane nao, la sivyo wataendelea na vikwazo walivyoviweka kwa taifa hilo la Kiajemi. Wachambuzi wa mambo wanasema zaidi kwamba mtafaruku baina ya Marekani na Iran huenda ukatokea kutokana na kwamba Iran haiko tayari kuachana na urutubishaji wake wa uranium, lakini pia Iran haipo tayari kwa ajili ya kukubali kile ambacho Marekani inataka, na wakati huu kuna uwezekano mkubwa Marekani, kutokana na mazungumzo haya ambayo hata Ayatollah Al-Khamenei aliwahi kudai kwamba kamwe hayatoweza kufika mbali, kutokana na kwamba kuna kauli za vitisho ambavyo bwana Putin huwa anazitoa kwamba ikiwa hawatakubaliana na hilo, basi wataweza kufanya shambulizi na jambo baya litawakuta. Na Iran mara kadhaa imekuwa ikisema wapo tayari kukutana na lolote, ikizingatiwa kwamba kuna mpango wa Israel wa kufanya shambulizi katika vinu vyao vya nyuklia, huku wakidai kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano ya aina yoyote. Jeshi la Israel limesema kwamba uchokozi wowote utakabiliwa na majibu makali. Kwa maana hiyo wameshatambua vyema kwamba wao Marekani na Israel wafanye wanachokitaka, lakini wengine wasiendelee na chochote. Kamanda wa jeshi la Iran alitoa taarifa mnamo siku ya Ijumaa ya wiki hii akielezea kwamba hawapo tayari kuona kwamba kuna yeyote atakayeanzisha shambulizi halafu lisijibiwe. Alisema vikosi vya jeshi la Iran vitajibu kwa nguvu na uwezo wake wote tishio lolote au hatua yoyote ya ghali, hatua yoyote ambayo inalenga malengo na thamani tukufu ya mapinduzi ya Kiislamu. Iran haipo tayari kuonyeshwa alama za moto na itajibu kwa namna moja ama nyingine.
Hata hivyo, taarifa hii iliendelea kusoma kuwa rais asiyekuwa na haya wa Marekani Donald Trump angefanya vema zaidi kuruhusu historia ya mapinduzi ya Kiislamu, vita vya kujihami, lakini pia kuhakikisha Waajemi wanaendelea katika kila namna, lakini hatupo tayari kushinikizwa kutokana na kile ambacho wao wanakitaka. Ni kauli ya viongozi wa kijeshi nchini Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Ni kile ambacho wachambuzi wanaeleza kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump ni mbinafsi. Yeye anataka uzalishaji wa nyuklia uongezeke kwa kasi ya juu, huku akiatishia mataifa mengine yasifanye uzalishaji wa nyuklia. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.